pale anapokuwa na jinadi, zile sera zake ndizo zitaamua na wewe wabunge tukupe au la. Sisi tunaona vizuri sera zako wewe unaponadi, kwa sababu rais anazunguka kila jimbo, si ndio? Kila jimbo, si ndio? Kila mkoa kwanza lazima apite. Kwa mfano nakumbuka Magufuli alikuja hapo hayati, alikuja Tanganyika Packers Kawe. Mbunge wako akiwa hana sera zilizoshiba, lakini wewe kama rais ambaye unamnadi yule mbunge, sera zako zikiwa zimeshiba, zinaweza kumbeba yeye moja kwa moja na kupata nini? Kupata kura. Kwa hiyo mchango wa Wilbrod Slaa kwa Chadema ni mkubwa. Kwa hiyo mimi sishangai hata kama aliondoka, aliisemea labda vibaya nje huko, lakini mchango wake bado upo. Na nafikiri sitoweza kuwalaumu Chadema kwa kuweza kumpokea Dr. Wilbrod Slaa, kwa sababu ukiangalia kwanza ni mtu mzima. Ujue kichwa cha mtu mzima kina busara kubwa, yupo kwenye siasa kwa muda mrefu. Utaona hata CCM wamemrudisha mzee wetu kwa mwisho wa siku wazee hawa wana busara, na usione mvi zile, lazima mvi ni busara zile. Kwa hiyo sidhani kama amekuja pale kwa ajili tena ya kutaka urais, sifikiri hivyo, lakini kurudishwa kwa ajili ya kuongezwa nguvu. Nafikiri maana Chadema wamepoteza viti vingi vya ubunge mwaka 2020. Kuanzia mwaka 2020 mpaka sasa hivi unaona bungeni sio Chadema wengi kama kuanzia 2010 na 15, 2015 2020 wakawa wengi zaidi. Sio, tunaona vizuri. Kwa hiyo nafikiri kuna namna Chadema wamefikiria kwa kina. Mimi nikimwangalia mtu kama Tundu Lissu, ni mtu is very smart, hata kichwa yake iko vizuri sana. Mara nyingi amekuwa akizungumza sana, si ndio? Mchunguze Tundu Lissu, hata uzungumzaji wake wewe unaweza ukahisi labda anaropoka, lakini yule bwana anachagua hata maneno ambayo anayasema. Ndio maana kesi zake nyingi ameshinda, na nyingi serikali ndio wakiwa wanasimama kama washtaki. Leo wewe Isa ukishtakiwa na serikali huwezi kutoboa,